Kutoka hapo tunaelekea maeneo ya Butere ambapo tume ya haki za kibinadamu nchini KHRC sasa inaitaka serikali kuwajibika kutokana na purukushani iliyoshuhudiwa wakati wa tamasha za kitaifa za uigizaji na filamu kaunti ya Nakuru. Tume hiyo ikitaja matukio hayo kama ukiukaji wa haki za wanafunzi ya kufikiri, kujieleza na kuwa na maoni. Yvonne Kemuma anadadavua zaidi. Midahalo inaendelea kote nchini kufuatia tukio la leo kwenye tamasha za kitaifa za uigizaji na filamu zilizoandaliwa kaunti ya Nakuru, ambapo wanafunzi wa shule ya Butere Girls walikataa kuigiza tamthilia yao ya Echoes of War. Wanafunzi hao walilalamikia changamoto kadhaa. Haya yalijiri baada ya mwandishi wa tamthilia hiyo Cleophas Malala kukamatwa hapo jana usiku akiwa nje ya shule ya Kiboron Girls ambapo alitarajiwa kusimamia mazoezi ya mwisho. Malala alizuiwa kuingia shuleni humo, na katika mtafaruku uliofuatia inaripotiwa kwa wanahabari 6 walishambuliwa. Baada ya kuachiliwa kwake mapema hii leo, Malala alidai kuwa rais anahisi kutishiwa na ujumbe wa tamthilia hiyo, ingawa hakuelezwa rasmi sababu ya kukamatwa kwake. Wakati huo tume ya haki za binadamu nchini KHRC inaitaka serikali kuwajibika, ikisema kuwa kuingilia tamthilia hiyo ni uvunjaji wa haki za wanafunzi za kikatiba, haki za kufikiri, kujieleza na kutoa maoni yao waziwazi. Tume hiyo inasema kuwa serikali inatoa ujumbe hatari kwa vijana kwamba ubunifu unapaswa kukandamizwa na kwamba wasanii hawafai kukemea dhulma kupitia kazi zao. Miongoni mwa madai yao, tume hiyo inaitaka mawaziri na makatibu wakuu wa wizara za usalama na elimu pamoja na inspekta jenerali wa polisi na maafisa wote waliohusika katika kuzuia tamthilia hiyo wajiuzulu na wafikishwe mahakamani. Yvonne Kemuma, runinga ya KU.